Mimi Kitila Mkumbo, katika wabunge 6 wa jimbo waliopita hapa, chini ya usimamizi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hatimaye barabara hii imejengwa. Nataka kuwashukuru wananchi hawa kwa sababu mwaka jana wasingenirudisha, manake ambaye angekuja angebeba ujiko bure. Sasa unajua mambo ya ubunge haya huwa anapata aliyopo wakati huo. Kwa angekuja angesema unaona sasa wamekaa, mimi nimekuja mara moja nimejenga. Sasa hiyo mie watu Mungu awabariki, kwa sababu rekodi ya kujenga barabara ya Kimara Bonyokwa Kinyerezi atakuwa nayo Kitila Mkumbo, upende usipende. Sasa hapo unaachaje kumpigia makofi Rais Samia? Wewe namna gani bwana? Kwa hiyo kwa Kimara itoshe hiyo. Tumefanya mambo mengi, lakini kwangu hilo ni jambo zito. La pili, wakati naingia hapa, ndugu yangu naibu katibu mkuu na ndugu wananchi, wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kigamboni zilikuwa wilaya mpya. Kwa hivyo kulikuwa na mradi maarufu unaitwa DMDP, ulikuwa umepita wilaya ya Temeke, wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Ilala. Mradi ule ukawa haupo wilaya ya Kigamboni wala wilaya ya Ubungo. Tulijua wananchi walikuwa na wivu mkubwa. Kwa nini barabara huko Mwananyamala mpaka Uchochoroni, huko Temeke, huko Ilala, sisi Ubungo na Kigamboni tuna makosa gani? Tukaungana wabunge 3, Kitila Mkumbo wa kwenu, marehemu Fausi Ndungulile, na aliyeko mbunge wa Kibamba ndugu yangu Isa Mtemvu, tukajenga hoja kubwa sana. Hatimaye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaruhusu mradi huu uende pia katika wilaya za Kigamboni na Ubungo. Mama huyu Mungu ambariki sana. Kwa tukafanikiwa kuingiza mradi huu ndani ya jimbo la Ubungo, jimbo la Kibamba na jimbo la Kigamboni, lakini na wenzetu wakaponea hizi barabara zikaenda pia katika majimbo mengine. Nataka nitoe taarifa juu ya utekelezaji wa mradi huo, kwa sababu mwaka jana wakanaleta koja ingia wakasema mbunge kila siku naahidi DMDP, sasa iko wapi? Na wapinzani wangu wakasema maneno tu, huyu hamna kitu. Sasa imekula kwao, kwa sababu barabara zile zinajengwa. Tunazo barabara 19, na mimi napendaka kwenda kwa takwimu, kwa sababu ndio adui wa uongo ni takwimu. Kweli si kweli? Tutoe takwimu tusitoe? Tunazo barabara 19 ndani ya jimbo la Ubungo zenye urefu wa kilomita 25.12 ambazo tayari zinajengwa, barabara 17 kwa awamu hii na barabara 2-3 zitakuja kwa awamu ijayo. Kata ya Sinza tunazo barabara 12. Nizitaje nisizitaje? Hiyo ni taarifa, sio taarifa? Lazima tuseme, kwa sababu tusiposema watasema uongo. Barabara ya Sheikh Bofu inajengwa 1.3 imeshakamilika, sasa wanamaliza mitaro, watu wa Sinza wanajua. Barabara ya Juma Ikanga, barabara maarufu, kilomita 0.97 imekamilika, wanamalizia mitaro, mkandarasi yupo site. Posa Matembe, kilomita 0.82 inajengwa, mkandarasi yupo site, amebakisha mitaro. Segesera, kilomita 0.82 mkandarasi yupo site, inakamilishwa, bado mitaro. Barabara Msikitini, barabara Siza KKT, barabara ya Lion, barabara ya Namnani, barabara ya Mikindani, barabara ya Timwaga, barabara ya shule, barabara ya Mbegani, zote hizi zinaendelea kujengwa. Wakandarasi wapo site, watu wa Sinza wanajua. Sasa walikuwa wanasema maneno hayo, ni maneno hayo.
Hizo barabara kama huwezi kunusa, tukusikia, hata kuona uone. Sasa tutakusaidiaje sisi? Wewe sasa wewe usubiri Yesu arudi sasa. Hamna namna sasa hapo. Kwa kilomita 7.23 Sinza kwa wajanja, walikuwa wajanja lakini mashimo matupu. Sasa Mama Samia ametandika lami Sinza ile. Sasa inakuwa kweli kwa wajanja sasa. Samia oye! CCM oye! Sinza oye! Ubungo wanajengewa barabara Ubungo National Housing na diwani wao yupo hapa. Kule Sinza diwani wao amewapigania sana na ndiye aliyechagua barabara hizi. Anaitwa Advocate Rafael Awino, si yuko wapi? Yule jamaa ni hatari sana. Huyu bwana anashikilia jambo lake. Advocate anapigania wananchi wa kata ya Sinza. Simpigie makofi. Na aliniambia kama hizi barabara zitatengenezwa huku Sinza bana, kura zangu sahau. Sasa huyu ndo kura, nikapata kura nyingi sana kule Sinza. Ubungo tulikuwa na meya wetu hapa Jafari Nyaigesha, bingwa mzoefu, amesimamia imara sana. Mungu akubariki bwana mheshimiwa diwani. Mabibo, sasa huko Mabibo, si niseme nisiseme, kule Mabibo kuna shida kubwa. Mabibo fanya yote, usipojenga barabara inaitwa Binti Kayenga umeliwa. Binti Kayenga oye! Sasa mkandarasi ka Binti Kayenga yupo hayupo? Sasa kule mheshimiwa tunaye diwani maarufu, diwani pekee wa kike wa kuchaguliwa, anaitwa Ashura Sengondo, yupo hapa. Sogea kuone hapo, sogea kuone. Sasa tunazungumza Binti Kayenga. Watu wa Mabibo walikuwa wamenuna, wakasema mbunge umetuahidi barabara hamna. Sasa mkandarasi yupo hayupo? Binti Kayenga yeye. Sasa hiyo barabara mtaenda kuita Binti Kayenga au Binti Ashura? Nyie namna gani? Mkitaka mnaweza mkaita barabara Binti Ashura Kitila. Haya, shauri zenu hapo. CCM oye! Sasa unajua mheshimiwa naibu katibu mkuu, kwa barabara hii kule Mabibo, mimi nikienda kule, mimi pale napita hamna kitu pale, alafu watu wanasema maneno. Wewe acha mchezo bwana. Mabibo oye! Mabibo tumemaliza kazi na diwani wenu huyu hapa na mimi ndio mbunge wenu. Sasa mnasemaje hapo? Kazi imeisha pale. Sasa huko Makurumla, mheshimiwa, Makurumla kule kuna mambo mengi, tutazungumza mengine baadaye, lakini na kwenyewe fanya yote. Usipojenga barabara ya Midizini pale hamna kitu. Kule Makurumla mambo mawili tu. Barabara ya Midizini shughulikia mto China. Sasa hatimaye huyu mkandarasi wa Binti Kayenga ndiye anayejenga pia barabara ya Midizini. Kwa Makurumla kazi ya Midizini imeisha na wanadiwani maarufu pale mpigania maendeleo anaitwa Mheshimiwa Bakari Kimwanga, sio yuko wapi? Yule jamaa anapambana sana. Pambanaji huyu bwana anapigania mama mawili tu, mto China na barabara ya Midizini. Kaniambia mengine niachie, mbunge shughulikia mawili haya. Sasa hatimaye barabara itajengwa ile na mto China tutashughulikia. Niendelee nisiendelee? Of course Midizini inakwenda mpaka Manzese pamoja na Tiptop. Manzese hawa wanaye diwani yao mdogo wetu Ali Ibrahim, si yuko wapi? Yeye pia ndo naibu meya, kijana mdogo ameaminiwa naibu meya, anasimamia barabara Midizini, barabara ya Tiptop na mabarabara mengine kibao hapa katika kata ya Manzese, na tunakushukuru sana kwa kazi nzuri unayoifanya. Nikitoka hapo, mheshimiwa naibu katibu mkuu, hapa kuna kata inaitwa Makuburi, ipo hapa.
Sasa kule Makuburi bwana, fanya yote. Usipojenga barabara inaitwa Makoka, umeliwa. Hiyo habari ni kweli si kweli? Makoka oye! Kwa hiyo Makoka barabara tumepambana, hatimaye barabara ya Makoka ikaingia kwenye mradi wa DMDP, ikapangiwa fedha, na ninayo heshima kutoa taarifa kwamba sasa mkandarasi yupo site anajenga barabara ya Makoka, na pale kuna diwani wao, mtu mstaarabu, anaheshimika, anapendeka pale, anaitwa Isa Faru. Sijui ajaja hapa leo. Isa Faru oye! Sasa huyu ndo